Za kurejea katika soko la Gikomba wiki mbili baada ya mkasa wa moto uliosababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wanasema bado wanahitaji msaada wa serikali ili kufidiwa na kurejea katika hali ya kawaida. Wengi wao wamelazimika kukopa madeni ambayo sasa hawajui wataweza kulipa vipi. Paul Kirobi anatanguliza taarifa hizi. Baada ya mkasa wa moto kutokea katika soko la Gikomba wiki mbili zilizopita, shughuli za kawaida zimeanza kurejea, japo wenyeji wamejipata katika hali ngumu baada ya kupoteza mali ya maelfu ya pesa. Mama huyu kwa jina Mary Mugoro ni mshonaji wa nguo ambaye alipoteza mashini zake za kushona 5. Anatuambia hii siyo mara ya kwanza kwa soko hili kuchomeka. Mashini moja inakuaga ya 50k. Ni ya stima. Sasa zikiwa mashini 5 ni 250. Plus sasa kazi, kuna mauzi, kuna masturu, kuna maguo hivyo. Kutokea kwa moto katika soko hili kumefanya wanabiashara wa soko la Gikomba kukosa kupata msaada wa kifedha. Wanabiashara wanasema kwamba kampuni za kutoa bima zimedinda kwa kuamua katika hali hii kutokana na mikasa ya moto kutokea kila mara. Hawatakagi sababu hii moto inakuja mara kwa mara. Sasa kwa saidi yao wanaona ni hasara. Msaa jaribu sana lakini walikataa. Hali hii imewalazimu wakope fedha kutoka kwa benki pamoja na marafiki ili waendeleze biashara na kuwalisha wanao. Walioandikwa hapa katika biashara hizi walilazimika kutoka eneo la Gikomba na kutafuta shughuli zingine za kufanya baada ya mikasa ya moto. Huyu ni Lucy Mwangi, amekuwa Gikomba tangu mwaka 2004 ambapo aliingia hapa kutafuta lishe ya wanawe, lakini kutokea kwa moto mara kwa mara kumefanya maisha yake kurudi nyuma kwa kiasi kikubwa. Hii hata sio yangu, ni kuomba nimeomba. Na hapo bereni nilikuwa na mashini 6. Kuna yenye ilichomeka hiyo 2012. Kuna yenye imechomeka 2017. Hapo mwezi wa 10. Zimekuja zikichomeka hivyo, kuchomeka. So pesa yenye mtu anapataga ukienda kukusanya kuna chomeka unakuja kurudisha tena. Sasa biashara ilikuwa chini, kumechomeka. Hakuna kitu, watoto wako shule. Nilikuwa kumechomeka hata tumeshindwa kurudisha. Katika sehemu ya kuuza sare za wanafunzi, wanabiashara wameanza kujenga vibanda katika jitihada za kuendelea kusaka kipato. Kariuki Mwangi ni mkazi wa kutoka Kayole. Mkasa wa moto wa hivi majuzi umemfanya kuingia katika madeni ambayo hajui atalipa vipi. Kuna msaada wote tumepata. Kama ni loans, sijui tutafanyaje, sijui tutakuwa defaulters. Juu hata banks zenyewe hazielewi the way forward. Tuko hivyo, tumekuwa walala hoi. Mkasa wa moto katika soko la Gikomba mwaka 2026 mwezi Juni umesalia kuwa kidonda kubwa zaidi kwa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakiathirika na moto katika soko hili katika kaunti ya Nairobi. Paul Kirobi, TV47, Gikomba, Nairobi.